kuja kuwa wazazi wakati nyewe wenyewe bado mngali mnakomana, ili kufanya wewe umature mapema au ulijisikia kwamba ujana wangu naenda hatukuwa tuna plan like tuingie mndoa na tuanze za tukwa plan to like tuingie tukale kwanza tu chill to enjoy life twende ma places ile wakati yes watu wakaona niko young but mimi kuona niko young ishatokea hakuna there's no going back ishatokea alikuwa shaka kwa sana kwa mtoto na sasa kama kuna bwana wanaume nao wanapaswa nabo banze they have to play their wanapaswa play their part. Kusema eti niende out of my marriage ni kitu kenye nasema kwa Mungu anipushe sana nayo So nimerudi tena, naitwa Tulia, ni host wa Emo Talk Show. Na kama hujui hivyo inamaanisha kwamba hujasubscribe kwenye channel yetu. Jamani, nifanyie favor. Wende tu bonyeze subscribe. Itachukua 1 second. 1 second. So usubscribe and then upende hii video. Ukishaipenda, ukamate link, utumie mtu mwingine. Juu najua kenye tutaongelea hapa utakipenda. Mimi nabajuaka sana na najua kenye mnapenda, so nawaletea kile kenye mnapenda. Anyways, ufanye hivyo, ndafurahi sana. Kuna shift yenye mlifanyaga mapema sana. Uliolewa mapema na mkazaa very soon too. Yes. Baada ya kuoana. Hiyo kuna ni kuja kuwa wazazi wakati nyewe wenyewe bado mnakomea, like mko mngali mnakomana. Iliwezaje ku accelerate, yani kufanya mkomae mapema or ku mature mbele ya wakati? Niko penda nijue, je, ilikufanya wewe umature mapema au ulijisikia kwamba ujana wangu naenda like naenda, ulijisikia gisi nilienda find out niko pregnant because se tulienda get married but we wasn't planning ku anza zala hapo and but mbaya tulikuwa mimi kwa upande wangu nilikuwa sijui about birth control. Yani sikuwa najua anything. Yani nilikuwa fikiria utaenda tu utakala wala utake pregnant. But sikuwa hatukuwa tuna plan like tuingie mndoa na tuanze za tukwa plan to like tuingie tukale kwanza tu chill to enjoy life. Twende ma places. Basi akisi nenda kuwa pregnant nilienda feel like hivi tutenda honeymoon. Atutenda honeymoon. Yani I feel like some of my dreams zilididimia. Was shut down because of the pregnancy and mwakili yako kabisa wewe Fidel. Au kujisikiaka aseme like no unaona vile like social media wenzako mbaya yako age at 21 bobiko wana fly from one state to another state, from one country to another. Mimi vitu vikunisumbua kabisa kweli. Yani mimi niseme mimi gisi at the time hata hivi naonaka ile wakati yes watu wakaona niko young but mimi sikuona niko young. Okay. So na uko mtoto wa kwanza anyway. Mimi nadhani niko young but I was actually mimi kwangu nilikuwa feel like it's the right time. It has to happen. Yani steps zote nikamataka zaweza kuoa na vyote vilikuwa kwangu mimi nilikuwa jifili sikuwa naona mtoto pale. Nilikuwa naona ni decision yenye roho yangu iko okay with it na nilikuwa niko ready kufanya vile. Okay. So mimi kwangu especially ya kutravel nini na vikunisumbua akili kiasi. Okay, basi tuachana wewe. Online uko 20 years old. Uko na katoto unaanza change madaipa sijui nini. Uko na scroll through social media, unaona rafiki yako mwenye mliendaka naye kindergarten or mliendaka naye 3rd grade, 4th grade, even high school, iko zake college, amechukua refund yenye amepata, huyo amefly yuko Florida, mtoto kasha enjoy yuko kwa pool anakunywa sijui nini, margarita sijui nini. Mtoto anakaa hapo akashapata picha kake kazuri hivi. Au kwa najisikia kabisa sema like damn niko na miss out, like ulikuwa na be process nilienda feel hivyo yes but ishatokea hakuna there's no going back ishatokea kile kwa kile subuhi sana ligisi nilizalaka mapema yes niliingia marriage nikazala mapema kile kwa subuhi sana ni ile
people walianza peleka rumors eti nilitoka na mimba kunyumba. Hiyo kilianza ni stress sana akili. Just that, but everything else was normal. Hiyo kilianza subali ile kwa nini tu anafika tu na kuzala nini takuwa aliendaka tu na mimba. Yani that hiyo ilikuwa ni stress sana akili. Yani ilikuwa na stress yani. Hiyo ni I don't know why I think inakuwa shida ya babembe sana. Mostly babembe because na ni shida ya kutokujua kucount. Wewe maji tuliona December 11th. Kwanza tena nilikujaga due date yetu ilikuwa September 4th. But tukakuja sala 2 weeks before ile nani. Do the math. Na tena nilikujaga huku yani balienda nibeba kule kwetu kunyumba 2 weeks early, yani November kama November 16 before yangu. Yeah, yani nilikuja kala huku yani 2 weeks yote niko nitoka na mimba. Na inamera nini si ulikuwa kwa ndoa? But ndo vile. No, like then ndoa na mimba sio yake. Na kale kanafanana bwana yako. Right now this is the bana. It literally reminds me of DNA. No need of DNA. But yeah, hiyo kitu kilikuwa kinanistres sana the way people they were. Ilikuwa stress kabisa. Ile ni sana. Unakuta mtu ananifuata inbox eti Viki kumbu lenda haki ya Mungu. Viki kumbu lenda na mimba. Mimi kwa watu wenyewe najua waliendana na mimba, I would really like to tell them to their faces like, bro, uliendana na mimba. Watu wanifuataga inbox wako wananiambia uliendana na mimba. But it's not mwingine tu nikingaliki niko mimba like niko na mimbangu iko miezi 7. Pao kwa ananiambia, "Kumbe ushazala na usemi." Hivyo niko mtoto wangu kingaliki mtumbo iko na miezi 7. Pako kananiambia nishazala. What do you mean nishazala? People are crazy. No, Vitu ya mingi sana. So mwe kuzala mtoto wa kwanza, right? Hapo mlikuwa mngali kwa wazazi. Yep. Mliwezaje ku keep yenu spouse relationship, yenu relationship mwe wawili kipindi like mtoto anachukua 100% of your time? Maybe in your case, right? Because mlikuwa mko kwa wazazi, mlikuwa na ule msaada, but at the end of the day, wendo mama mtoto na wendo na mtoto wako, muli navigate je? Like how the parenting at the first ile miezi tuseme ile miezi ya kwanza ile like mwanzoni mlifanya wakati tulizala like couple months after nilianzaga notice nani shift like changes. Alikuwa shanga kwa mosa na kwa mtoto nasa kama niko na bwana. Sasa mie nilikuwa nishakutana na hiyo mindset ya before kuoa nilikuwa napenda kufuata like vitu ya marriage. So nilikuwa jua like what to do, what to not do. Nilikuwa najua mtoto akui before nani mke wako. Mtoto anakuja after mke wako. Yes. Hata ile kujiposition nakuta mke anaikala huko, watu anaikala katikati. Mimi sipenda hata hii. Yaani hiyo ni kiongoza anaikala hapa, watu wangu anaikala kule. Mamangu aliendaga, mamangu mkwa alienda niambia eti hivi gisi mshapata mtoto usikwe nalalisha mtoto katikati yako na mume wako. Akuwa nalala kando like pembeni. Yes. Asikuwa nakuwa in the middle of mwewa. Yeah, I don't know. Hakuna ambiaga wai aliniambia hiyo nani. Yeah, hakuna ambiaga nini but aliendaga aliambiaga tu usikwe nalalisha mtoto between you two. Nice. Yeah. Just that. Couples. Masikio ipo. Hiyo ni kitu yenye nilianza notice hiyo shift like national attention isha kwa mtoto sana. Mimi nakuwa pale tu sababu kama I don't wanna be like that. Sipendi kuwa ule mtu tunaongea tu like tunaanza zaishana mapema. Yeah. Ile romance zinapaswa ibakie. Vile hizo tulikuwa before tuwa mtoto tukue vile. Nikamwambia wewe hauwezi weka mtoto before me. Mtoto kwa after me. Hauwezi kwa after mtoto. Bayani watoto tazara wanapaswa kwa after sie. We were here before they were here. So kwa sababu wao wanakwenda bataenda batimenda bakia na wewe. At the end of the day batakomala na wanaenda college wana decide wanaenda kwao. Yeah. But sie tutabakia tuko pamoja. Always tuko pamoja. I like that. So tunapenda to keep ile bond. Yeah.
yani hiyo shift ilikuwa iko naonesha kuchange, but ni vile ukibana mapema it's always nice. Yeah, banamke bamingi yes banakuwaga bana experience hiyo kitu like bakizala tu attention yote inaenda kwa mtoto, aikwagi tena kwa baba. Lakini sasa baba naye akikuwa like asianijali tena, naye anaacha like kushow zile affection ya anaacha kuzishow kwa mke wake, na ndo gisi like banaenda banakuwa hapa ya basi. Sasa banaume nabo banapaswa nabo banze, they have to play their part. Banapaswa play their part. Bakiona mke kwa umo kumtoto, unaweza kuenduka nani yo anza nani tukue gisi tulikuwaga bado atuyaza. They can make ile spark ikue pale, you know, sio tu mpaka I don't think kwamba ni nafasi ya mke wako play that part. Hata mwanaume naye yeye ndo iko na undergo mabadiliko ya mimi kwa hiyo kipindi. Sio weye yes you've become a father, lakini umbilical cord ya mtoto aitoka mtumbo yako bro. Ilikuwa mtumbo wa mwanamke. You didn't carry that child for 9 months. Alikuwa ni mwanamke. You did not push that child out. Alikuwa ni mke wako. You didn't go through labor. You didn't go through labor. So imagine hivyo vyote vitu amempitia yeye. Ni wewe ndo you are supposed to come unamletea flowers, sijui nini. Because if you don't do that, mutaenda mnakuwa apart. Yani mnakuwa saba old people like gisi ba parent betu wanakuwaka. Like always don't play about our parents. They are very affectionate. No, they are not. They are very affectionate. Unaona gisi wanazalaka. Usitaje wazazi yako. Unaona kiss. Lakini ndiko wanaromeka. Ndiko tantalizing each other. Mumacho. But basikwe ba hivyo though. Like bambo bisami. Basikwe bambo bisami by express love. By express love, yeah. It's okay to express love. Don't the same. Even my house right now, nakuwa mwambie juu upetuka kumala hapa sio ndo sitakuwa ni kukiss au ni kubusa au ni karo na wewe na hapa kusana. Kama ni kukaro with you au hug you au kiss you. Kila kitu. Ifo baoni bi niko nafanya da. Kumana bana vile tio. Iko important. And Alfred will be like friends. Like if we are hugging na yana jile target friends. Like friends, yeah. Yeah, juu nabona vile biko wajifunza, biko wanajifunza. Siye tulinani, me I would probably feel very shy to kiss my man in front of anybody else. Juu ya nini? Because ni dogi situmkomalishiwa, like you didn't see your parents. Man, I don't think I ever saw my parents. My parents are very close, like very close. My parents had a very loving relationship. Like I never once saw my dad kiss my mom. It was weird for me too first time. Nakumbuka kwa kipindi tungeto tunaoana. First time natoka ukazi kisha kwa ni hug. Ivo mmoja upande kama mtu upande. Niko na tate yangu boy. I have a grandma, you guys. Mwenye one of my sister-in-law anakuwa kunyumba and ule tate yangu like my sister-in-law anakuwa anapigia brother wangu. Kukazi, sasa iko kazi wanaanza ongea sheri biko yeye kazi inaendelea yeye ushakula lunch nini tate yangu anasirika mlume na kitu bichu ayo achi omulundai mwacha tumike sasa yeye atakuja kunyumba mtaongea mtaonana ni nini uko na mtafuta jua nini and I'm just like that's not how it is like sio atuko mwakati yenu and we don't do that like we actually do express love and it's a beautiful thing you know so that's so cute I'm glad you guys are doing that mbele ya watoto yenu because your kids need to learn kwamba ni kawaida. It's a sign of love. Yeah. Na ni kawaida. Like people benye banapendana, banakoka affectionate. Na nile nyudi sema tena mbele ya like sikuwa nafanya hivi vyote sana isi nikuishi kwetu. I used to feel so weird. Pia tu. Pale tina pia ni mwageagi. I feel like this is too much. In some way I feel like this is
disrespect bazazi. Yes. So I keep it cool, kani kumwagi tu mchumba nini kama tuko kule basement, cause the basement yuko sasa kwetu nini kule vile tunafaa yetu, but kama kule juu tuta play cool tuko husband and wife, yes, but kutakuwa ile ya karo naye nini na lakini gisi ni kwa kwangu I'm comfortable sijai nani waniona. When you guys made the decision kuondoka kutoka kwa wazazi, yes, wazazi wenu walichukulia hicho kitu aje? They weren't too happy that we left, but they knew that we will. They knew tutatoka. But haikukuwa eti happy kiivo eti tunatoka, but haikukuwa eti bali knew we will toka, but haikukuwa eti abakukuwa ready tutatoka mapema hivyo. But they toka mkiwa na miaka ngapi ya ndoa? Like tulizala Alfred pale. Tulizala Alfred Enken. Alfred mzala Enken. Tulimzalia Enken ndo Alfred hapana. Tulizala Alfred kisha uliendika la yani liendaka la Enken. Tulikuwa tushahama. But tulitoka tuko mimba ya Alfred. Like inatazaliwa. Okay. So mulizalaka mtoto wa kwanza, wengine akakuya. Wambie kisi Alfred alikuya. No, I mean naisha kwamba tunajua kuna kitu ambacho watu wengi tunaongelea sana, na ni ile fact kwamba mwanamke anakuwa most fertile mwa ile first 6 weeks, or first 6 months they say ya kuzala mtoto. So Alfred alikuja mwa hiyo kipindi, or mlisubiri kwanza kidogo ndo mkampata Alfred? Daniel alikuwa na miaka au miezi ngapi before Alfred afiki? Mimba ya Alfred, yani gisi nilienda get pregnant ya Alfred, Daniel alikuwa na miezi 6. Okay. Alikuwa kwa miezi 6, but na gisi hadi kwenye alizaliwa Daniel alikuwa shakuwa na mwaka na miezi 4. Okay. So hakuwa wakaribu kivile. Hakuwa karibu kivile. Na nyinyi saidia sana ile tena, Daniel shakuwa 6 months. So kwenye tena 9 months atakuwa shakuwa 1 year. Shakuwa ni na miezi kisha na kizaliwa ashamshinda 1 year. Okay. So ilikuwa back to back. Hiyo ndio banaitaka back to back. Back to back. Na feel kwamba tumeongea vitu vizuri and kuna vile like ni zenu experiences. Yes. Lakini kuna vile vitu ambavyo jamii wa aiongelei. Hii kipindi yenye sie tushakwemo, kumilie yenye tukwemo, nikimaanisha kwamba like our environment kwenye tuko. Aba batu wenye beko huku beko na rezo jani aba wanaki tena mapema, right? Like zamani balikuwa kama nafanya hivyo pia, lakini they no longer do that. Yani sio kitu kenye kiko hivyo, kiko pale kihivyo. So ni ukweli gani, like those hard truth zenye ziko mkuoa mapema, like kuoa mapema na kuolewa mapema, yani vile vitu ambavyo mmeona kwetu sisi vimekuwa vigumu based on our age, or ile lack of experience ya nania, maybe personal awareness or exposure, kujua vitu. Sasa pale ulisema like ulikuwa ujui kuhusu like birth control, na ndo maana like you ended up getting pregnant mapema. Not that me, I'm not pro ndoni birth control. Hiyo kitu sipendaki. Me personally. Lakini ningetaka kujua like ni vitu gani wenye like because the most unromantic, because we just think of like the romance, tunawana, this will happen, tunazala. Like what are the truth that people don't normally talk about kuhusu ile kuja mapema, kuona mapema? Is there none? That's a good question. Mimi naweza nikasema ni kujua na kutokujua nini kenye kwenda hayo. Yes, marriage unajua kwenda mundoa, lakini kinya ujui ni ndoa iko naleta nini sasa. Yes. Kuko vitu ya mingi wenye mtu unaanza ona wow, mimi hivi. Na watu munani mujamii yetu they romanticize ndoa. Yani ni kama kitu kenye wameweka, there's this bubble, bubbly ni kitu vizuri tu.
Yeah. Kunakuwa kwa hiyo, kunakuwa ile kukubali kukuwa loyal. Kukubali kukatala nature yako. Nikisema nature nilikuwa maanisha kitu kama tamaa. Ni kama vile kufa kwa ubinafsi, kujiua. Yes. Kujiua wewe peke, unakubali kusema eti this is the only thing kenye nitasubmit yako. Yeah, dying to oneself. Cause nasema hivyo kwa nini? Ni ile kama jinsi mzee wangu alisemaka, unaingia mndoa sio ndio unazoona wengine banakuwa mzuri kushinda tena mke wako. Wakati ulipenda mke wako ukapenda kuingia mndoa, kisha tena baadaye unazoona mke wako ni hafai tena. Yes. Hiyo kitu kiliendaka nitokea, sio eti yenda nitokea eti niona mke wangu hafai, no. Okay. Kile nitokea mwaka wetu ya kwanza mndoa. Kwa mwanamke mwenye aliendaka hapo nilikuwa nishaanza business yangu ya Kole enda tamani mwanamke. No, sikuenda tamani mwanamke. Siko huko, siki yangu story kwa iko aenda. Siki yangu story kwa iko aenda. Mwanamke alimtamani. Yes. Calm down. Nilikuwa nafanya hivi anani hivi. Baka ni text ilikuwa message. Mama mjaka ni text eti hey jambo. Hivyo kulikuwa wedding Texas. Yenyewe tulifanyaka wedding ya Asian. Yes. Ya Ibo. Kwa kule huyo mwanamke anaona huko. So kama aliuliza mtu kule jina yangu ni nani, akanifuata message akani text. Mimi nikamtext back. Kama unapenda nini? Uko tafuta service gani? Mimi nimuuliza kwa hapo tena nishanapata kwa service. Yes. No, sitaki service yoyote, nilikuwa tu chat. Okay, to chat but what? But chat. Hiyo siku kapita tiri. Kisha mwasiku akanikola kaongea kananiambia eti unakupenda. Mimi nikakuwa like what? Nikamuuliza like uko na profile? Hiyo ni kwa profile yangu na mke wangu. Na mimi na mke wangu ile tulikuwa tunavali mwangu wetu hivi ni ya white, kuna straps za nguo za Kiafrika hivi. Na alikuwa vala hiyo kitambala hiyo hizo straps za hapo. Nikamwambia uko na nguo profile, lakini eti yes, huyo ni mke wangu. Niko na mke na mtoto mmoja. Nikamwambia hivyo. She didn't care. Akapiga eti yeah, I know but we can still be friends. Nikamwambia what? Nilikuwa najua like mtu mwana associate. Nikamwambia eti block hiyo mwanao. Nikamwambia yes. Block. Nikamwambia yes, nitablock but nikitaka ujue. Ni mimi nikakamata nikapigia bina yangu Texas kule Dallas. Eti yo sikia. Kwa sababu unajua huyo mwanamke anaolewa na cousin wangu. Dada yake anaolewa na cousin. Okay. So ni mdogo wake ya mke wa cousin yangu. Mimi nikakoli pale yo. Unamjua fulani? Nikamwambia ya ni mdogo wake ya mdogo, nikajua ni mdogo wake. No, nikola mdogo yake sasa cousin wangu. Yeah, nikamkoli nikamwambia eti unajua huyo mwanamke? Eti anamjua. Alifanya nini? Eti please unaweza kumwambia aache kunitafuta. Sipendi kukua like cause alikuwa shapata yangu namba. Hadi ilikuwa hivyo. Eti shida za huyo mwanamke anakuwa hivi, akaniambia eti anakuwa hivi, anapenda kunaniba bwana wa watu sijui nini. Ikakuwa ni hiyo story. Ikakuwa like wow. Hiyo ikakuwa ni test yangu ya kwanza nilienda na hiyo na kwa sababu yangu testimony cause hapo ingekuwa eti napenda niende out of my marriage, ingekuwa especially tena nilikuwa nikingaiki newly wedded. Alafu nikingaiki kijana of course 21 at that age. So nikapenda like nope, at that time I won't be tempted kufanya hivi. Nikamwambia eti mimi nikamwambia na kublock. Sipendi ni text kunamba, sipendi. Na ulikuwa explicit kazi. Yes. Nikamwambia kule ule cousin wangu amwambie eti asitext mtu fulani. Akiendelea nitakoli na nishangazi yangu nimwambie hiki kinatokea. Nafuata kwa miaka waambie sipendi. Nini kinakufanya wewe muaminifu kwa mke wako? Because I really literally was about to ask you. Yeah. Kama ushawahi kucheat kwa mke wako? No, sijawahi cheat. Husband is loyal. Nini kinakufanya wewe muaminifu kwake? Kwa sababu vijana wako mtandaoni wana mengi ya kusema and they feel like mwanaume hawezi kukaa na mwanamke mmoja. Eti sijui ule supu moja kila siku mwaka mzima. Hiyo ni kweli, ndio pale kwenye nakuwa namwambia kila siku. Nakuwa namwambia hivi, ingekuwa eti hii kuoa mwanamke wa pili sio mbaya. Kwa mie najijua mimi niko nani. Mimi namuogopa Mungu, ndio ya kwanza. Namuogopa Mungu na napenda kumtumikia Mungu na napenda kutumika na Mungu.
So Biblia inasema hivi, ukikuwa na wanawake wawili hauruhusiwi kufanya kazi za mkanisa, hauruhusiwi kufanya kukuwa na any title mkanisa, vitu kama hivyo. Ukikuwa na wanawake wawili. Na ingine hiyo kitu tu ya kusema eti niende out of my marriage ni kitu kenye nasema kwa Mungu aniepushe sana nayo, na kwa sababu ni kitu kenye sipendi nifanye. Yes. Lakini kitu cha mkuu kinasema eti wise kwa kina cheat au kila kitu kina prevent ku cheat au kwenda ku stay loyal ni kumuogopa Mungu. Na muogopa Mungu. Mimi sipendi at the end of the day. Ndio huko mwanaume watakwambia wao mwanaume kule kwa mitandao. You're not a strong man kama you're not able to cheat or something like that. Very 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 close to me. Benye wengine hata naita baba, nakuta wengine naita baba mdogo nini. Yuko pigeti bino peti. So bino wakona. Pesa uchiona michipuko umboka hata saa tu wangu mashi. The heck? Nasikia vile nasema what? Ndio unasema hivi. Kuna watu wanabeba ana yenyewe wajui inatoka wapi kweli. Huko unasikia mnyuko kwambia hivyo hadi unakuwa like mpaka unamshushia heshima yenyewe naye. Yeah. Ilikuwa kipindi tulikuwa tunaenda kujionesha. Wengine walikuwa waseneleti. Eti utaoa hapa hivi na kesho tunaanza unaanza umechepuko, wengine out. Mimi nikasema hiyo itatokea. Mie sikumbuki siku yenyewe nisha text na mwanamke nikale tu chini ni text naye tu hivi tu kawaida. Hata kukoli tu hivi naongea na wanawake. Kama pesa hazikuiti, kama sio business, eti you're not kamera nini na tuongee. Yeah. Sasa hivi message, una messenger. Nikiingia ku messenger, hapa kuingia tu. Messenger hata kuingia singia yake. Naingia ku Facebook, naenda ngala zangu reels. Mtu anaona niko online but mimi siko online, si text na mtu sifanye kitu. Niko naangalia zangu reels, kama sifanye reels, nilienda ni post kitu. Yeah. Kama ni hivyo natoka. Una guys, you are a content creator. Yeah. So sasa Viki, na wewe kabisa unaendelea kuwa mwaminifu. Yeah. Mwanamke akwagea na chiti. Wewe uone siku hizi mitandaoni kumedani. Kumewaka huko. Uko na cheat tena. Auoni mtandaoni kumewaka. Au kuona ile film hapa niliona kama nini mimi sikufuatiliaga hata mzuri. Alifumaniwa kwa hoteli, yeye alikuwa afanya bwana yake akienda kazi, yeye alikuwa stay at home mom, lakini yeye zake anatoka anaenda hotelini na huko na nani na mwanaume mwingine, banafanya mambo yao wanarudia. What do you mean? So tuambie ukweli. Viki, under oath, have you ever cheated on your husband? I've never think about cheating on my husband. Okay. Hayaviwazie. Lakini hivi tuseme mmoja wenu ana cheat. What would happen? Mie kwa mfano nikijuaga mume ana cheat, mimi si kule mtu eti vumilia. I'm not humiliating that. I'm not humiliating cheating. For real, I'm not. Na nishaga mbeba mamangu, mkionaga mimi narudia like nimebenga, msiniambiage eti nirudie kwangu because I know why ni left. Yeah, because mamangu na namwambiaga ukinichitaka na nikijuaga pana ile eti naambiwa mama yako iko na cheat hiyo no yenyewe mimi mwenyewe nashuhudia naona iko ni cheat kabisa. Yeah. There is no talking eti why did you cheat me? Because you know why you cheated. Me spendi kujua why I'm cheating wala ni. I'm just packing my things. I'm taking my kids with me and you'll never see my kids again. We are leaving. Okay. And I think kwake na ni same thing. Usimseme. Yes, it is. Fidel, akicheat utafanya inategemeana na situation na viviko vina niseme situation. Like karibu if ni kitu yenye unaweza ku prevent mapema. Ku prevent nini? Infidelity. Cheat umecheat. No, kuko stage za kucheat. Okay. Kuko stages. Okay. Kuko kucheat ile unaanza kuflirt na mtu. That's cheating. Yes. Kuko kucheat ushafanya tendo. Hiyo ndo ile. Wewe kama ameflirt hiyo it's still mnaweza mkafix mambo nini. Lakini ita depend na yo. Haitakuwa the same. Like haitakuwa the same like the way it was before. Yes. Hata kama it will never be the same. Ndo pale sona trust. Si hivi tuko tuna build trust. Kila mtu loyal kwa mwenzake. Kama niseme wangu anakusaka anytime anapenda. Kweli. And we have same person. Oh yeah. Why ni asigusa msimu? Ambia kamera. Why asigusa msimu? We have same password. Ataingia yeye anafanya anything anapenda.
na yake simu na uzaguza nafanya nini tunapenda. Uaminifu mtu ndio na build wewe pekee uaminifu. Ukipenda ku break trust so ni pale really, unaanza really you have nothing to hide. We have nothing. So kwa mfano mimi naanza na naomba simu nakatala. Naomba simu nakatala. Sipenda kusangu simu. Itaanza jenga kitu moro yake. Yes. Eti what's going on? Right. Iko na hide nini? Yeah. But kama niko open na kila kitu kyangu nampata, because social media right now ndoko everything. Kuko hizo social za kukutana na watu. Hata yako algorithm. Yes. Yako algorithm inaonyesha unaangalia nini. Yako FYP inaonyesha a lot of things. Unaona kuna wale wanaume wenye they love seeing nani makomodoro kumanani. Yes. I can't believe I said that word. I've never said that word out of my mouth. But unakutana ndo yake FYP ni abana mke babuchibuchi sijui nini utaona tu aseme huyu juu yako algorithm inakujua wewe. Inakuexpose who you are. Ni unakutana ni makeup a lot of these discussions. Me I love zangu kulisten kwa podcast. So kuyangu it's just bitu vya kuhusiana Afrika, vya kuhusiana yani ni news. Ukiangalia yangu utakuwa depressed. Mimi yangu inakuwa ni kama sio makamera. Unaona huko podcast, marriages, ya nini vya hivyo. Unaona ni yangu for you page utakuta kusuka. Beauty. Yani kusuka. Haki kabisa ima FYPs inakuletea benyu unakuna watch. Yeah. Because hiyo trust unakuwa build trust wewe peke na unakuwa break trust wewe peke. Break trust ni kitu cha simple sana. Simply ile tu kukatana simu yako tu. Ishaanza inaleta mashaka kwa kianza shakia utakuwa fanya nini? What are you hiding? Kisha ngongea nani vitu kama hivyo. But kama everything is open, anajua ito okay. Sipaswi ni jali na kitu. Kila kitu kiko open. Hakuna yani kitu. Mko na transparency kabisa. I love that. Na isingekuwa hivyo guys, let me tell you guys. Isingekuwa hiyo ndo case kwa hao wapendanao wawili. Wasingekuwa hapa darling. Wasingekuwa hapa. Yani wasingekuwa kwenye Emo Talk. Kwa sababu niwalete kwenye Emo Talk kwa nini? Kama they are not living maisha ambayo ninapenda watu wajifunze. Like why will I bring you here? So kwa wale ambao mnakuwa sema why umewachagua hao na sio watu wengine, is because nimejionea kwa macho yangu. Okay? Nimejionea kwa macho yangu, naendaka pale nakutana Fidel iko na take care ya batoto yake, naendaka pale nakutana Fidel iko mafiga, naendaka pale nakutana Fidel iko kulisha batoto, madai panatoa, you know? Hiyo ni kitu nimejionea kwa macho yangu. So siwezi nikaita tu mtu ni mtu aje hapa aongee na sisi. Mimi sijifunzi tu kwa ajili ya nani. Nataka nione kwa vitendo, right? Yeah. Nataka nione kwa vitendo. So I appreciate hizo kazi ambazo mnazifanya, ni vizuri sana. Ndoa ni yenu na atakaivunja ni nyewe wawili tena. Kitu cha mwisho kabisa kile nitaongelea ni the fact that wote wawili mmerudi shuleni. Yes. Ni kitu gani kiliwa push kusema eti mrudi shuleni? Sasa hivi ni mama na sijui hapa karibuni hivi tu labda watakuja ku announce. Unajua hawa ni content creators. Watakuja kuona hivi karibuni labda wana expect kidogo. But you are mothering batoto wawili and soon to be 3. Now you decide I want to go back to school, nataka nisomee kitu fulani. Ni nini kilikupush kufanya hivyo? Same thing with Fidel, like what really pushed you guys to do that? Kwa upande wangu mwenyewe naweza sema bwana alinipush sana kuchase yangu dream ya mume wangu. Cause nilikuwa sema tu napendaga nifungule salo ya kusukana, nikwe nangu salo sehemu. And huku ni America, huwezi kuwa na salo tu just unalamuka tu unaenda renti salo. Uko na franka. Just because uko na franka. Inapaswa upitie process zote na ili kukuwa na salo yako unapaswa uende kumasomo, usome for like a year, upate certificate, upate license, like ufanye everything yani. Uko na experience ile ya kusomeshewa na ba professional. Uko na ile mind ya kwa sababu utapakala mteja wako product yoyote yenye ujui inaweza affect nini kwa mteja, unapaswa ufate process zote. Kwa mimi mwenyewe alienda ni push nisome eti ungefanya hivi, ungeapply for a college, ufanye hivi ili
utimize hiyo yako dream ya kufungula salo. Yeah, cause hauwezi fungula hiyo salo without kwa kusema sema tu eti napendaga nikuwe na salo, napenda na haufanyi maamuzi ya. Kwa hiyo alienda ni pushi, nilikuwa na siyakuwa ready but alienda ni imiza hadi nika decide let me just go, let me do it. Okay, yeah. Very good. And Fidel, you are going back to school again? Oh, yes. Yeah. How did that come about, considering Gwendo breadwinner of the house right now? I felt like it was time for me to do it. I've been down for almost a year now. I mean, 2 years. And yeah, through that I've been like trying to see what I'm into, what I like. I love computers. I love marriage. So and I was like, I think I should do something to do with marriage and computers. So yeah, that's why I went back. Okay. Hopefully, cool. Congratulations. Hopefully I have my bachelor in 4 years. Okay. Congratulations. Najua haitakuwa journey yenye iko rahisi kwenu, considering you guys are parents, lakini two people who want to make it work. Right? Kama mnapenda kufanya kitu, mnaweza kufanya. Mkitaka na mkikuwa na makubaliano nyewe wawili. Yeah. Kia mwisho kabisa, would you guys say kwamba issue ya watu kuto, like marriage is not working out huko kwenye tuko abroad, ni issue ya watu kuoana mapema, or ni issue ya lack of preparation? Like, is it the fact that batu biko banashindwa kujiprepare juu ya ndoa, or is it the fact that batu biko banawana wangali bachanga? Mie naweza nikasema sio eti kujiprepare. Na sio eti miaka. Unaweza kujiprepare kunya ndoa, lakini ukikuwa mukashindwa. Unaweza kuingia uko young ukashindwa. Unaweza kuingia young ukaweza. Unaweza ukajiprepare ukaweza. So inategemeana na nini yenye ukafanya mule mundoa ukishakuwa mundoa. So itegemeana na age yenye unaingia na mundoa. I feel like inategemeana na benye utakuwa unafanya sa mule mundoa ukishakuwa mundoa. Kuko vitu wenye unapasha uchange. Habits zako unapasha change. Unapasha ukue fully yoked na mwenzako, yani mkue pamoja. Mkue yani usikuye eti uko hivi, uko blue, uko green. Hakuna mkue. Yes, kuko we. Hakuna ile eti hii ni yangu na hii ni yako. No. Mko one. Na ukisha understand hiyo tuko one, it's much easier sana kuishi na mwenzako. Kwa hiyo then are you saying that mundoa then ule, like the person should not have their own individual things, or like think of their own individual things, or you should hapo vizuri hapo unaweza kufanya vyako vitu na uko na niseme njia gani, unaweza fanya vyako vitu huko na uko marriage yako good, but ujue it shouldn't be without the knowledge of the other person. Okay. Kila kitu kenye utafanya unapaswa mwambie mwenzako. Kila step yenye utachukua maisha unapaswa kujulisha mwenzako. Yes. Kuko ile kitu ya eti tunafanya hiki secret just in case tukikuya divorce. Ukiweka hiyo kitu mind, thank you for that will happen. Thank you for bringing that up. Ukishaweka hiyo ukikuwa na hiyo mindset ya just in case itakuya happen. Yani umeijengea nafasi, umempa shetani nafasi ya kusema eti one day yes, tutaishana. Ukifanya eti just in case this happens, I'm good. Ujue hiyo kitu ile ukiweka just in case that will happen. Yes. Cause ukishaweka tu plan B, ujue ile plan A ita work out. Ndio sinakuwa, so you have to go all in. Ukubali, unapaswa tu kubali kitu kitakuya kikuye tu. Nitakipokea. Yes. Kama ni kibaya nitapokea, kama ni kizuri nitapokea. I feel like yes. So haijalishi sana na preparation au age. Nategemeana na benye uko nafanya, action zenye uko na take mule mundo. Okay. Yeah. Okay. What do you think? I think ni uelewa now. Uelewa wa what you're going to do in the marriage. Yeah. So kama kwa mfano unaingia mndoa hauna ule uelewa wa eti gisi nimeingia mndoa napaswa ni ache ule mimi wa zamani
nikuwe mimi wa mpya. Like ule uelewa wa you have to do something hadi ushirikishe mwenzako. Kutoka unapaswa ushirikishe mwenzako eti natoka naenda sehemu fulani, kutumikisha anything at all, like kwa mfano hela unapaswa ushirikishe mwenzako. Ile away eti we peke una like kumake yako decision we peke. Yeah, na kucommunicate pia. Yeah, I mean, mimi nadhani idea nyingine hapo kidogo ni ile mundo unapaswa ujue nafasi yako. Yes. What do you mean? Unapaswa ujue nafasi yako. Hiyo inamaanisha kwa hiyo inamaanisha kama mwanamke unapaswa ujue ni kitu gani kile inapaswa nifuate. Ili kuonesha heshima kwa mume wangu. Na mwanaume nao unapaswa ujue nafasi yangu ni ipi ili ku sustain my wife. Ni ile kuna kwa mundoa huko watu wanasemaka mwanaume halombaki ruhusa, mwanaume anafanyaka, mwanamke ndo kulomba ruhusa. But mimi siko kina belief hivyo. Yeah, before nilikuwa hivyo. Is it ruhusa though or is it communication? Kwa pamoja ni ruhusa. Kwa pamoja ni ruhusa. Unakuta anapenda naweza enda huku, naweza fanya hivi, naweza enda hivi. Kuko watu wenyewe wanakuwa wanaminete mwanaume hapashi kulomba, hapashi then you don't have to inform your wife, unapasha ufanye. Kama ni kuenda uende tu. Uko wapi? Niko huku. Mbona ukulaga? Why ni lag? Misplacement of ego. Yes. So unapasha uelewe nafasi yako, unapasha ujielewe. Uweke mwenzako naye mbele. Uko unajua like okay, mwenzangu hapa anaweza nikifanya hivi atafile haya. Nikienda hivi atajisikia haya moyo yake. Mwanamke naye anapaswa afanye hivyo hivyo. Yes, mwanamke wa nyumba bwana wako anapaswa ajue kwenye uko ndafanya, uko nda wapi. Right. So unapaswa uiseme, na ukiisema isikui kama uko nasema. Kuko tofauti kusema na ruhusa. Isikui kama uko najisemea tu na lazimisha. Eti ya kesho mimi na rafiki yangu tutaenda out. Nitarudia saa 4 usiku. No, that's wrong. But kwa wewe unaweza approach mwenzako. Nilikuwa nataka my friends. Mimi na my friend tuko tuna plan kufanya hivi. It's the way you go about it. Is the way you go about it. And I feel like hiyo ndio inakuwa imwa kitu yenye inakuwa na anza kuvunja like ndoa ya watu na au kujenga ule uaminifu wetu mtu wangu kwa hivi mtu wangu. And of course mtu anaweza kalomba ruhusa, but at the end of the day akaenda hapa na cheat au nini. Inakuwa tegemea tena na ule mtu tu. At the end of the day ni mtu. Fear God. Yes. Yani mtu tu wako tu na ninaboga Mungu. Ukimwogopa Mungu. Yeah. Yani cause temptation haimaanishi eti so now ukikuwa tempted au ya sin. Right. Ni venye unafanya after ile temptation, that's a sin. Yeah, na ndio kinakuwa hata marriage. Unaweza kuwa tempted unaona mwanamke. Unajua hata Bible ilikwambia ukiangalia mtu na ukizini naye muro yako unajua ushafanya dhambi. So ukisema ule mwanamke iko beautiful kabisa. Iko yani she's hot. Ukianza kufanya hivyo unaanza nani? Ushaenda too far. That's ushafanya dhambi. Na kama ushafanya dhambi uko na build something. Yeah. Na parents za hivyo zinaanza build pole hadi mwisho wa siku na kwa kimoto kia nguvu kenye hauwezi ukakimbia. Yes. So I feel like is that. All right. Thank you guys so much. I feel like nimejifunza mengi kutoka kwenu. Na ndio maana nilibambia guys kutoka mwanzo like haijalishi ni mtu ni nani, ni gani. Unaweza ukajifunza kitu kimoja kutoka kwa kila mtu. You know, it doesn't matter mtu ni wa namna gani. Unaweza ukajifunza kitu kwake. So thank you guys so much. Before tuondoke, mnaweza mkatuambia nini? Najua mna vitu moto hivi na tuletea hapa karibuni, sijui kuna nini, tuambieni jamani. Okay guys, sijui nianze wapi. But najua nyinyi iko kumeza sasa hivi ni tulianza YouTube channel mimi na my wife. Inaitwa Fidel and Vic. Vic and Fidel. Soon it'll change. Right now we call Fidel and Vic, but soon it'll change because we have to change evil. Tatia Vic and Fidel. That's what I thought I saw. Yes. Okay. I did change on Instagram. Nilifanya changes on Instagram. Tutakuwa tunafanya vlogs
na tunaweza kuwa tunafanya mingi kule right now to address nini tutafanya lifestyle. Yes, tunaweza video mingi, so which I think will be very good. Yes. So kama unapenda uende subscribe, search tu pale Vic and Fidel, utatuona pale tunakuwa tuko na picha yetu, picha mzuri tu, tuna look kwenyewe. Yeah. Okay. Subscribe na utufollow social media, tuko hivyo kwa Instagram hata Facebook. Okay. Yes. Well, yeah, ukipenda kujua nini we are bringing soon, just go subscribe to our channel and follow all our social media platforms. Poa. Thank you guys so much for coming. Nashukuru sana. Yani just asanteni. Like, thank you guys so much for everything you do. You really do a lot for me. You do so much for my platform. Yes. And I pray that Mungu ataendelea kubabariki na kubariki ndoa yenu. Muendelee hivyo. Sio eti tumeongea leo mko wakamilifu and then uko mniaibishe jamani, mje kuniaibisha kwenye mitandao. Fidel amefumaniwa. Amani. Everything I would have said today. Watu wataniona mimi muongo. Kwa hiyo batakuona chawa. Sio tu kwa sababu ya nyewe wawili, lakini please mkae mnafikiria Emo Talk kwamba mnatu represent uko nje, okay? Mpenzi msikilizaji, kama ulifika ni ukingoni wa video yetu hii, na kupenda, yani na kuthamini sana. You feel me? Like na kurespect, kwa sababu siku hizi watu masikio yetu inakuwa ngumu sana kusikiliza kitu cha 50 minutes. Yani, so nakupa zako flowers, okay? Hakikisha kwamba before utoke kwenye video umelike, alafu baada ya kulike hakikisha umetoa hii link, umeenda umeweka kwenye ile group yenu ya vijana, ile group ya wasichana, ile group yenu mnakoka ya bafie tu ile. Uende uweke pale. Weka somo ile group yenu ya saka ile. Weka link pale, mtu mwingine ajisaidie. Najua kweli kama ulifika huku, manake inamaanisha kwamba ulijifunza kitu kimoja au viwili ama vitatu or 5. Doesn't matter, ulijifunza. That's what matters. Okay? Kwa hivyo na kuomba unifanyie hiyo kazi, nitaku appreciate sana. Thank you. Bila kuenda mbali, tuko kwenye mitandao yote ya kijamii, tuko kwenye Instagram, Facebook, TikTok. Hakikisha umetufollow huko. Alafu njoo hapa kwenye YouTube usubscribe. Usitoke bila kusubscribe. Jamani, kwa nini utoke bila kusubscribe? Much love from Emo Talk. I don't want them to see me as an example of trauma. I don't want them to see me as an example of somebody who endured or accepted the behavior. I don't want them to see my marriage as things of that. So that's why it takes a lot of work. My mom would be like, nobody wants a lazy man, so you need to step up. Do your job, do your chores. When my father, he was like, this is your house. No one else is gonna take care of it. No one rejects happiness. If our moms had been given the love and the value that we're asking of our husbands to give us, would they have said no to that? I grew up in a polygamous home. Like, my dad was married to 2 wives at the same time, living in the same house. Ukioa mwanamke wako, right? Unamleta kwenu. The only defense mke wako iko nayo, the only backing yenye bibi yako iko nayo ni wewe bwana yake. Wewe bwana yake usipotoa sauti, umprotege mke wako, umsemee, or uwaweke ndugu zako kwa nafasi yao, wata walk all over your wife. Mke wako atakuwa stress, na mke wako atakuwa stress, ni stress yenu mwe bote. Jumista stress, alafu nikae hapa nikose ku stress na wewe ta stress. Emo Talk Show.